Karibu mara tena ndugu mpenzi msikilizaji ambaye unatufuata kwenye Mlenge Today TV kwa habari za sasa hivi. Tarehe 4 za mwezi wa Februari mwaka wa 2026. Leo tuko Jumatano. Karibu mara tena kwa habari za sasa hivi za jioni. Kwa mikrofoni ya Mlenge Today TV ni mimi mtangazaji Muhasha Fidele Rupia nikiwa na mwenzangu Bisore Boris ambaye anapatikana Kamanyola. Muhtasari wa habari za jioni ya leo tutazielekeza huko kwa Kivu ya Kusini, yajielekeza katika tarafa la Uvira Sange, ambapo habari kutoka huko zinaeleza ya kwamba usalama inaendelea kuzorota na wakaaji wa Sange wameanza kukimbia wakijielekeza mahali zingine. Mara tena tutajielekeza huko katika jimbo la Chopo katika mji wa Kisangani, ambako tunataka kuwaelezea habari za kutoka huko kwenye kiwanja cha ndege ambacho kwa sasa kinaongozwa na jeshi la ARC. Mara tena tukiwa huko tarafani Fizi Pwezero, habari kutoka huko ni kwamba jeshi la Tanzania lenye linasemekana likipatikana huko limeanza kurudi nyuma, huwa likihofia vyombo vyao vya kazi ama vya kijeshi vinaweza kushikwa na jeshi la AFC. Haya na mengineyo ndio tunataka kurudilia kwa jioni ya leo. Kama wewe ni mara yako ya kwanza unatufuata kwenye Mlenge Today TV, tunakuomba ufinye hapo kwa subscribe ili ukuwe napata habari nzuri nzuri tena moto moto. Habari kamili ni sasa hivi. Kama vile tunatoka kusema kwa vichwa vya habari ama kwa muhtasari wa habari, tunajielekeza mara moja huko Sange, ambako habari kutoka huko zinasema ya kwamba wakaaji wameanza kukimbia. Lakini kabla twende Sange, acha tuelekee kwanza huko Minembwe mahali kunaitwa Pwezero. Habari kutoka huko zinaeleza ya kwamba wanajeshi wa Tanzania wenye kupatikana huko wameenda kusaidia jeshi la Kongo pamoja na jeshi la Burundi. Habari zinaeleza ya kwamba hao wanajeshi wameanza kurudi nyuma, wakikimbiza ama wakirudisha nyuma vyombo vyao vya kazi ama silaha nzito nzito ambazo wanatumia huko kushambulia ama kupigana na jeshi la AFC tukirwaneho M23. Hizi habari zinasema ya kwamba wameanza kuhofia, kwani wameona nguvu za AFC zimeongezeka, na huko wanahofia kwamba vyombo vyao ama silaha nzito nzito zao zinaweza kushikwa ama kuunguzwa na jeshi la AFC. Na tukielekeza katika tarafa la Uvira hapa Sange, acha tuendelee na mwenzangu mtangazaji ambaye tunaambatana naye kwa simu, Boris wa Mulenge. Usijua kama unanisikiliza vizuri Boris. Sikiliza bwana mtangazaji na kusikiliza kwa kili 5 kwa 5. Tunawakaribisha wafuasi wa Mlenge Today TV katika jioni ya leo. Ni tarehe 4 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Taarifa kamili. Acha tuelezee ya kwamba wakati la kisa na wafuasi wao kitaja jeshi la Burundi, FDLR wa Mai Mai na jeshi la Tanzania wanasonga mbele kujiteza katika bonde la Ruzizi, wala bonde la mto wa Ruzizi. Ukiwatangazia kwamba tayari wamejenga ngome zao Kiliba, hivi wanaendelea katika mji wa Runingu. Kusema na kwamba wamepanga kwamba watadhibiti maeneo zote ambazo zinadhibitiwa na Alliance Revolutionnaire Congolaise. Kusema ya kwamba tayari wanaanza kukimbia mingine, tukitaja Runingu, tukitaja Kasambura, tukitaja Biriba, au pata habari ya kwamba zinakuja kupigana na jeshi la Kinshasa, wafuasi wao wanakuja kupigana na jeshi la M23 twirwaneho. Ndio wakaaji wakashikwa na oga wala na hofu, tayari wameanza kukimbia maskani yao wakijielekeza kwenye bonde la mto wa Ruzizi ambao kuna mpaka wa Kongo na Burundi. Jana jioni wakaaji wa mji wa Sange walipata taarifa ya kwamba jeshi la Kinshasa limekuja kuwashambulia mnamo eneo za Sange, Kabunambo,
mnamo Mtarule elekeza Kamanyola ndio wameshika oga, wakasema ya kwamba hawatavumilia tena mapambano, ni bora wapike katika hiyo mingine mbele ya wakati, sababu hapo siku zilizopita yaliyofikia hawawezi vumilia tena wayapitii. Wameshika njia ya kwenda kujewa pembeni mto, wengine walianza kuvuka, yaani jana majioni wamefunga maduka zao kuhofia usalama wao. Kwa kweli katika ile bonde amani haiko, ni kama kuna dalili za vita ambazo zinataka kuzuka katika jeshi na wafuazi wao pamoja na AFC M23. Ndizo habari zenye ziko katika mji wa Upela, Sange, Runingu, Madiba. Kwa kweli wasi ni mwingi katika raia wa Tanzania. Na bado tungali hapa kwa mji wa Uvira ama kwenye Runingu Sange. Kwa nini hawa wakaaji hawawezi kukimbilia Kamanyola, Bukavu na sehemu zingine? Na tunajua ya kwamba mipaka ya Burundi, umesema wamoja wanataka kukimbilia Burundi, na wakimbizi ambao wamekimbilia Burundi tunajua kwamba wanateseka huko. Hata tumesikia habari ya kwamba kuna wanajeshi ama wale ambao wanaitwa Imbonerakure ambao wanakuwa Burundi, walikuwa wanataka kurudisha ama kuvukisha wakimbizi wa Kongomani wenye wako huko kinyume na sheria. Sasa hawa wenye wanataka kukimbilia huko Burundi, je, wanajua shida ambayo hao wakimbizi wengine wa Kongomani wenye wako huko wanapata huko, ama shida ambazo zenye wanakumbana nazo huko? Tatizo ni moja, hawawezi jielekeza Uvira wala wajielekeze katika milima mirefu, hapo ni Kitacha, Katobo, Mulenge, Lemera, wala wajielekeze Kamanyola, kwa sababu taarifa wanazo ni kusema ya kwamba jeshi la Kinshasa zinapenda kudhibiti tena hilo maeneo, yaani wanania ya kupigana kusudi mahali pote kunadhibitiwa na M23 twirwaneho wawatoshe katika ile defense wala ile makempi. Ndio raia wanasema hatuwezi na Uvira kwa sababu Uvira haoni amani. Hapo wakisikia kama jeshi la AFC wala jeshi M23 twirwaneho wanania ya kurudia tena katika mji wa Uvira. Ndipo wanajiswali wanasema tukienda Uvira hapo hapo tena ni vita. Tukiendelea Kamanyola, tukiendelea Luvungi, tukiendelea hiyo mingine yote, wamepata taarifa ya kwamba itadhibitiwa na jeshi la Kinshasa pamoja na wafuasi wao. Ndio wameshika nia ya kusema wavuke waende Burundi, heri kukufa na njaa kuliko kukufa na risasi. Hapo nyuma jeshi la Burundi limewafunga Imbonerakure 35. Wanashutumiwa kuwavusha wakongomani wala wakimbizi wa kikongomani ambao wiko katika nchi ya Burundi. Wakisema ya kwamba jeshi la Burundi limesema ya kwamba hawaruhusiwe kurudia Kongo. Ni lazima wabaki katika nchi ya Burundi. Unaona sasa siasa ya Burundi ni kusema ya kwamba wanahitaji wakimbizi waendelee kutoka Kongo na kuhamia Burundi. Ila hawataki mkimbizi mkongomani mwenye ko Burundi kurudia Kongo. Ndio maana Imbonerakure wamefungwa kwa sababu walikuwa wakiomba pesa milioni 1 ya franga ya Burundi. Kama kwa familia hauna familia kwa hivyo zile pesa zilizoombwa. Wakati government ilijua hizo habari, ndio ilishikania ya kuwagunia wale Imbonerakure walikuwa wakifanya ile vitendo vya kuwavusha wakongomani katika njia za magendo. Kwa hiyo habari ni kusema ya kwamba wakaaji wa bonde la Rusizi unajua ya kwamba miongoni mwa viongozi wa Maimai wale wa Majimaji ni wazaliwa wa Sange, ni wazaliwa wa Luberizi, ni wazaliwa wa Mutarule, ni wazaliwa wa Bwegera na kadhalika na Luvungi. Wakati wamepata habari ya kwamba wanajiandaa kuja kushambulia makao wala makempi ya M23 waneo katika eneo ya Sange, Kabunambo, wameshikwa na oga. Wakisema hata wakisha kapata Kabunambo na Sange ni kusema kwamba wataendelea na hivi vijiji vingine kama alivyosema Jean-Jacques Purusi wakati alitoka katika nchi ya Burundi akikuja Uvira wakati jeshi la M23 walikuwa wametoka katika mji wa Uvira. Alisema kwamba ana ujumbe wa rais wa nchi ya kidemokrasia ya Kongo, anatuma ya kwamba awatangazie wakongomani wa jimbo la Kivu ya Kusini ya kwamba wanarejea tena watadhibiti Uvira
na wataendelea hadi Kamanyola, watapanda Nyangezi, watakamata Bukavu, watakamata Kavumu, watakamata Minova, wataingia Goma hadi watarudika hata Bunagana. Walipoisikia hizo habari wa kweli walikuwa walishakuwa na amani, walikuwa walishaanza kulima, kufuga, lakini hizo habari zimewatishia. Zenye ziko tofauti na mambo yenye ilisemewa na viongozi wa AFC wala AFC. Meja General Sultani Makenga alisema ya kwamba hii mwaka wa 2026 ni mwaka ya matumaini katika wakongomani wote. Hawatavumilia jeshi la Kinshasa na government ya Kinshasa kuendelea kuwatesa wakongomani. Au watafanya iwezekanavyo, watagomba ingine majimbo ambayo hayagombolewa, kusudi wakongomani wote wajisikie kuwa na raha na kufanya makazi zao kama kawaida bila msukumano, bila kuwanyanyasa. Unaona ya kwamba wakati wakaaji wanapata habari ya kwamba tayari jeshi la Kinshasa na wafuasi wao wanajiandaa kukuja kupiga kampi ambayo iko Kabunambo na Sange, waliona kwamba ni lazima kukimbia, kwa sababu mkaaji akishapewa taarifa hizo ni lazima aanze kukimbia. Ndio maana wanakimbia wakijenga mahema pembeni ya mto wa Ruzizi na wengine wakianza kuvuka. Hiyo ndio sababu inasababisha wakaaji kukimbia katika mji wa Sange. Asante bwana mtangazaji, unajua kama wanahofia usalama wao. Wanaposikia jeshi la ARC M23 wanao wanaendelea kuongeza jeshi lao katika hii bonde la mto wa Ruzizi. Ingine jeshi ya Kinshasa inatoka Uvira, ni kusema kama dalili ni kusema kama wanaweza pigania katika Sange wala maeneo zingine zinakaribia kwa Sange. Neno la pili, hakuna mipaka yenyewe imefungulia hapa pale karibuni na Sange, ni kusema ya kwamba ni kupita katika mto wa Ruzizi. Hatujui watatumikisha mbinu gani kuvuka ile mtoni. Tunasikia habari kama wanaweza kuvukia katika vyombo fulani wakikata migomba, kuna namna nasema wanaitengeneza, wengine wanikisha mabidon kwa kuvuka mpaka. Unaona kama hii nayo ni hatari. Lakini wamesema kwamba mnyata ataokolewa avuke, mnyata enda na maji avuke, kwa sababu habana nyingine njia. Habana nyingine njia, ndio maana wamekamata hiyo mpango ya kuvuka, ila kuna hatari sana. Sasa wewe mwenye uko hapo Kamanyola, kufatana na dalili na mambo ambayo unaona hapo, je, inaonekana ya kwamba vita iko hapo inataka kuzuka tena ama kuripuka? Ni ukweli ama ni hizo habari za wamajimaji ambao wanapenda watoe wakaaji hapo kwenye M23 inaongoza, ama vita ni kweli inataka kuripuka hapo kufatana na vile wewe unaona? Bwana mtangazaji, haiko kusema kwamba ni taarifa za uongo. Kuna dalili kabisa za vita, kuna dalili za vita. Wakati jeshi la Kinshasa linajiandaa kukuja kushambulia ngome za AFC M23 wanao mahali walipo, wewe unaamini ya kwamba wao wana silaha na wenzao wana silaha? Hawatakubali washambulie au wabaki kimya. Hiyo ni neno ya nguvu sana. Ni kusema ya kwamba saa yoyote jeshi la Kinshasa linaweza shambulia ngome kwa ile maeneo tunatoka kutaja hapo juu. Nao hawatakubali washambulie wabaki kimya. Kutakuwa kujibiana. Hapo kujibiana tayari itakuwa ni vita ambayo inaanza. Ni kusema kwamba sisi wenye tuko hapa karibuni tunaona dalili za vita sana, ndio imesababisha raia kwanza kukaa mbele ya wakati maskani yao. Sasa wakaaji ambao wanaishi hapo Kamanyola kwenye wewe unaishi, wao hawana oga kufatana na hizo dalili ambazo zinaonekana hapo, na kama vile liwali wa jimbo Jean-Jacques Purusi amesema ya kwamba lazima wakomboe mji wa Kamanyola ama site ya Kamanyola na hali pengine. Nyinyi hamuhofia, hamuna oga ya hiyo message ama hiyo ujumbe ya governor? Oga haiwezi kosa kwa sababu wamesema ambayo wamepanga. Ile maneno wamesema ni kusema kama tayari hiyo mipangilio iko. Wakati wakaaji wa Sange wanakimbia, katika Kiswahili wanasema kwamba ukiona nyumba ya jirani inalungula usishangilie wala usipige mikono. Ni kusema kwamba hofu iko katika hizi maeneo zote, ni wakaaji iko katika bonde la mto wa Ruzizi. Ni kusema mashambulizi yakianza na FARDC na wafuasi wao, tayari na zingine nyingine zitaambukizwa. Acha tuangalie Mungu atafanya nini, ila kuna dalili za vita bwana mtangazaji.
Tunaendelea kutoa pole kwa hawa wakaaji wa Sange na mahali pengine ambapo wanaendelea kudanganywa na wamajimaji wakiwaambia watoke waende Burundi, ijapokuwa hakuna njia yenye wanaweza kupitia. Shauri ama ujumbe tunaweza kuwapea ni kwamba wakikubali wanaweza kujielekeza Kamanyola, wanajielekeza Bukavu na mahali pengine, kwani hapo kuna usalama. Mara moja tujielekeze katika jimbo la Chopo ambako tuliwaelezea kwa mwanzo wa juma hili ama wa wiki hii kwamba kiwanja cha ndege cha Kisangani ambacho kinaitwa Bangoka kimeweza kushambuliwa na watu ambao hawajulikani, na kituo cha jeshi la Kinshasa ambako kulikuwa kunaandaliwa mashambulizi yakijielekeza mahali tofauti kwa jimbo la Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini. Kwa sasa hicho kiwanja kikashambuliwa. Kwa sasa Boris, tukijielekeza hapo kiwanja cha Bangoka, hali iko aje kwa sasa na habari kutoka huko zinaeleza aje? Unaweza kutuelezea ndugu Boris? Asante sana bwana mtangazaji. Habari za Bangoka tulikuwa hatujui mambo yanatembeaje. Lakini kwa leo tuna uhakika tumejua ile mashambulizi ilitokea wapi. Kufuatana na tangazo ambayo imewekwa hadharani na muungano wa Mtoni Kongo, yaani AFC Alliance du Fleuve Congo katika lugha la Kimombo, wametia tangazo hadharani ya kusema ya kwamba mnamo tarehe 31 mwezi wa kwanza hadi tarehe 1 mwezi wa pili 2026 hao ndio wameshambulia ngome ambazo zilikuwa karibu na uwanja wa Bangoka, hapo ni Kisangani katika mtaa wa Chopo. Watu walikuwa wakijiswali hii mambo ilitokea wapi, hii mashambulizi yalitokea wapi, lakini kwa kweli msemaji wa AFC alitoa tangazo ambalo zina vipengele karibuni 6 akiwaelezea watu namna mambo iliendeka. Alisema ya kwamba hao ndio wameshambulia zile ngome ambazo zilikuwa na ndege zisizokuwa na rubani wala drone yenye ilikuwa katika mji wa Kisangani karibu na uwanja wa ndege wa Bangoka. Akasema ya kwamba hao ndio wameshambulia, walijua ya kwamba mashambulizi ambayo yanaenda katika milima mirefu katika jimbo la Kivu ya Kusini na katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, wamejua ya kwamba ile ndio ngome ilikuwa pale, ilikuwa inatuma ndege zisizokuwa na rubani kuwashambulia wakaaji, hata kushambulia makempi za AFC M23 Twirwaneho katika milima ya Minembwe, katika materitwari za mingi wala maeneo za mingi mnamo jimbo la Kivu ya Kaskazini. Hapa tukitaja Masisi, tukitaja Walikale, tukitaja Ruchuru, tukitaja Lubero, Kalehe, Mwenga na Minembwe. Hiyo tangazo ilisainiwa naye msemaji wa AFC Lawrence Kanyuka, ndio amesaini kwa hili tangazo. Ilisema ya kwamba kipengele cha pili amesema ya kwamba hizi ngome zilikuwa zikiwatesa sana Wakongomani mahali tofauti, wakilipua mabomu. Hizi drone zilikuwa zinawasumbua watu, hata zikiendelea kufyatua na drone katika hii nyingine tunatoka kusema, lakini watu wameitambua kwa kweli, wameweza kuishambulia. Hadi leo wanawajulisha ya kwamba wasitafutie habari nje ya nchi, au ndio wamefanya hiyo kazi. Kipengele tatu ni kusema ya kwamba hawataendelea tena kuangalia namna wakaaji wanaendelea kushambuliwa, wala raia wanaendelea kushambuliwa, wala vituo vyote vya ASM Twirwaneho, kusema ya kwamba wakati watapata mashambulizi yoyote watajibu, hawatalea tena mikono, watajibu kwa hiyo vitendo vya mauaji. Kipengele cha ile inasema kwamba ni kusema ya kwamba mahali tukio litakapotokea watashambulia hadi kuangalia mahali hiyo vitendo vibaya vimetokea. Kama vimetokea mahali fulani, tayari wamejua mbinu zote za government ya Kinshasa. Ni kusema ya kwamba hata Kinshasa ni lazima wanaweza ikanyaga hapo, kwa sababu wametambua maneno yao yote. Neno lingine ni kusema ya kwamba wasijiulize ile mitendo vilitokea wapi, au ndio
wamefanya ile vitendo vya kushambulia zile ngome, na mahali kokote watajua kama vile vitu vinaendelea, mabomu zikiendelea kuwagusa nao watashambulie. Kitendo cha sita kusema ya kwamba, wala kipengele cha sita wamewajulisha ya kwamba wasitafutie nchi za kigeni kama ile mashambulizi ndio ilitokea. Ile mashambulizi ilitokea katika mikono yao, ukitaja AFC M23 na hata wametumikisha bunduki kwa vifaa ambavyo wanaweza kuteka katika uwanja wa ndege wa Kavumu na uwanja wa ndege wa Goma. Hiyo ndio inawasaidia kwa maile mashambulizi, na ile mahali kutatokea mashambulizi nayo itakuwa kama vile uwanja wa ndege wa Mboka hapo Kisangani. Hata Kinshasa wakijenga hako ngome nazo zitashambuliwa. Hiyo ndio ujumbe wala tangazo ambazo liliweka hadharani na mheshimiwa Lawrence Kanyuka, msemaji wa AFC M23. Ndugu Boris, asante kwa habari hii na kutueleza mambo ambayo yanapatikana kwa tangazo hili ambalo limetolewa na AFC M23. Hii ngome ama hii kituo ambayo ilikuwa ikiwatesa wakongomani wa mashariki mwa Kongo imekwisha kubomolewa ama imekwisha kuharibiwa na jeshi la M23. Sasa tunaweza kuamini ya kwamba hayo mashambulizi yalikuwa yakielekea huko Minembwe. Tunajua kwa wiki hii mwanzoni ndege karibu 12 ama 13 zilikuwa zikishambulia zikikuwa ndani ya anga ya Minembwe, na mahali penginepo tunajua Uvira kulishambuliwa hapo Kalundu, Masisi, Ruchuru, Walikale, wakaji walikuwa wanaendelea kushambuliwa. Tunaweza kuamini ya kwamba hayo mashambulizi yamefika mwisho ama yamekomea mwisho na hawatapata tena hiyo mashambulizi. Asante sana bwana mtangazaji. Ni kusema kwamba ile ngome ya Kisangani ndio tayari imeshambuliwa, lakini kungali zingine ngome zenyewe zinaendelea kufanya ile mashambulizi. Tukikaya ngome yenye iko Bujumbura katika uwanja wa ndege wa Melchior Ndadaye. Pale kuna ngome nyingine ambayo inaendelea kushambulia wakaaji wa Minembwe wala vijana Minembwe. Kwa kweli wakati uliona kama ni muda mrefu walikuwa hawajashambulia zile ngome. Walikuwa wakiamini ya kwamba rais wa nchi ya Kongo atakuwa na dhamiri safi ya kutafutia wakongomani wote kwa ujumla amani. Lakini wakati alikataa mkataba wa amani, ilionyesha ya kwamba akasema kwamba yeye hataki amani, anataka vita. Waliona ya kwamba ni lazima nao wabomu zile ngome na mahali kokote watazihamishia nazo zitabomolewa. Ndio ilikuwa chanzo, wakati walikuwa washambuliwa wananyamaza, wao wanaendelea kupa amani ikuwe, amani ikuwe, amani ikuwe. Mwisho government ya Kinshasa imewatangazia ya kwamba hawataki amani. Imewaonyesha ya kwamba hawataki amani, ya kusema wao waasi wamemwanga damu ya wakongomani, wala wao wanasababu kama kweli government ya Kinshasa ndio chanzo cha hivi vita. Mbuki mheshimiwa Vital Kamerhe alisemaka tangu mbele sana, alisema kwamba ni lazima waongee na M23 kwa sababu ni watoto wa Kongo au vita ilipinga Bunagana. Hii ni jeshi la Kinshasa. Rais wa Kinshasa alikataa, akasema yeye anapenda vita. Sasa tuko wapi hapo? Kumetambua kwamba government ya Kinshasa haitaki amani. Ndio amesema kwamba hivi wanajiandaa kutupiga, acha mara moja tuanze kubomoa hizi ngome za drone ambazo zinawatesa wa raia katika jimbo la Kivu ya Kusini na jimbo la Kivu ya Kaskazini. Hii ndio chanzo, wamefika mwisho. Ndio wamesema kwamba government ya Kinshasa, mtuambie kwamba mnataka amani. Na kama mnataka amani, tie silaha chini tuongee. Na kama hamtaki amani, kama ni vita, katika vita vitu vingi vinaweza kuharibika, watu watakufa, lakini hii yote vitu kikuwa vitu vitakavyoharibika katika vita itakuwa juu ya vichwa vyenu, wala mtakuwa washahidi, wala mtakuwa responsable ya ile vitu vyote ambavyo vitaharibika katika vita. Unaona ya kwamba ndio wameshika nia moja ya kusema waanze kubomoa ile ngome ambazo zilikuwa zikaungiza wa raia na makempi zao, bwana mtangazaji. Na kwa sasa baada ya kubomoa hizo ngome ama kituo ya Kisangani Bangoka kwa kiwanja cha ndege, kwa sasa tunaweza kusema ni nani anaongoza ama ni nani anamiliki kiwanja hiki cha ndege? Ni FARDC jeshi la Kongo ama
hiki kiwanja, control ya hiki kiwanja cha ndege cha Bangoka kinaongozwa na nani kwa sasa katika hiyo system baada ya kubomolewa? Hata tuambie wafuasi wetu kwamba tangu sasa hivi tunaongea uwanja wa ndege wa Bangoka kontrole wala inadhibitiwa angani na jeshi la AFC. Watu wanaweza jiuliza wanadhibitiwa namna gani? Ni kusema kwa leo ile uwanja haitumiki tangu ile ngome ilibomolewa. Ni kusema kama jeshi la M23 kwirwaneho ando ndio linaendelea kudhibiti ile eneo ya anga yote. Ndege haiwezi toka Kenya itue pale. Ndege haiwezi toka Kinshasa itue pale. Ndege haiwezi toka Lubumbashi itue pale. Imepigwa marufuku. Katika lugha ya Kimombo jusqu'à nouvel ordre. Kusema Kinshasa haiwezi fanya hata kazi moja katika ile uwanja. Haiwezi fanya hata kazi moja katika uwanja. Na ujue ya kwamba katika mapambano kitu ya kwanza wanakimbilia kako ni uwanja wa ndege wala radio ya taifa. Tunaweza sema kama leo jimbo la Chopo liko mikononi ya M23 Twirwaneho wala AFC Armée Révolutionnaire Congolaise. Kwa sababu ile ilikuwa kianja ya gouvernement ya government ya Kinshasa, lakini leo hakuna kazi yoyote inatumikiwa katika ile uwanja. Wengine walibomoa au waendelee kuikontrol. Hata ndege kitua pale wakipenda tena waibombarde wanaweza kuifanya kwa sababu ile inamilikiwa na wao wana mtangazaji. Na umesema ya kwamba katika tangazo hili wametaja ya kwamba si Kisangani Bangoka peke yake ilikuwa ngome ama kituo cha kuandaa mashambulizi katika jimbo la Kivu na ama kwa mashariki ya Kongo. Bado kuna vingine vituo kama Kinshasa, Burundi, hapo kwa airport ya Melchior Ndadaye. Sasa na haya mashambulizi yakiendelea, je, itakuwaje? Jeshi la AFC litaenda kubomoa na hizo ngome zingine ama itaendekaje? Nawaza umesoma tangazo, hii tangazo iko wazi inasema ya kwamba kila mahali kutatoka mashambulizi ya upande wao watajibu, na haitakuwa kujibu, watafika hata kubomoa mahali ile mabomu zimetokea. Ni kusema ya kwamba leo kukijengewa ile kituo Kinshasa wajitayarisha kama vilivyofikia uwanja wa Bangoka navyo vitawafikia, na Burundi hivyo. Tangazo la Alliance des Fleuves Congo iko wazi, hawakutafuna midomo, walitia maneno yao yote hadharani. Kila mahali kutatokea mabomu watajibu na kubomoa mahali ile mabomu zimetokea, bwana mtangazaji. Na hii kubomoa hii ngome inapea ama inatoa ujumbe gani kwa government ya Tshisekedi ambayo inaendelea kukataa mazungumzo? Hii inatoa ujumbe gani, ndugu Boris? Ujumbe ni moja kwa rais wa Kongo. Atafutie Wakongomani, yeye ni mzazi. Wakati watoto wawili wanagombana katika familia, mzazi ndio kuamua hiyo vita, lakini tunamuomba atafutie Wakongomani amani. Siku zinakuwa za kutosha Wakongomani kukimbia kuuawa. Tunamuomba aache vita. Ni lazima ile jeshi la Burundi barudi kwao, jeshi la Angola barudi kwao, jeshi la Tanzania barudi kwao. FDLR kama Marekani ilivyosema ni lazima waache ile vitendo vya ukaidi. Amani ikuwe. Ndio tangazo nilipenda kupana, wala ndio shauri nilipenda kupana kwa kiongozi wa taifa la Kongo wala wa taifa la Kongo, bwana mtangazaji. Nakushukuru ndugu Boris kwa habari ambazo unamaliza kutoa, na tukishukuru wafuasi ama wale wote wanatufuata kwenye Mlenge Today TV, tukiwaambia tunawashukuru sana na tunawapenda sana. Tunaomba wale ambao wanatufuata, kama ni mara yako ya kwanza, kubonyeza ama kufinya hapo kwa subscribe ili ukuwe unapata habari kamili na nzuri za ukweli katika lugha la Kiswahili. Ndugu Boris, na wewe ninakushukuru, lakini sijua kama una neno lingine ama ujumbe mwingine yoyote ambayo unaweza kutoa kabla tutoke kwenye microphone. Ujumbe ni moja, kama nilivyosema, tunahitaji amani. Wakongomani tunahitaji amani. Tunawasalimu wanamemba wala wafuasi wa Mlenge Today TV. Tunawatakia jioni njema. Asante sana na uwe na jioni njema pia wewe.